And for today, hapa ni mara yetu ya kwanza siku ya Mungu kuwa hapa. here is our first Sunday to be here. Leo ni wiki yetu ya kwanza kama gisi nimesema. So this is the first week for the church to be here. Leo ni wiki yetu ya kwanza ya mwaka wa 2022. So today is our first week in 2022, Hallelujah. the first Sunday to be here. Na leo ni siku yetu ya pili ya mwezi wa kwanza. And today is our second day for the month of January. Hallelujah. Nashukuru Mungu kwa kunipatia nafasi tena hii ya kusoma hapa mbele zenu. And we really thanks God to have the strength to stand up in front of you. Na kunipatia hii muda mchache kuweza kuchangia pamoja na nyinyi yale Mungu ameweka ndani mwangu. And to have this opportunity to share what God have put on him. Basi nilijiuliza chakula gani nitaletea watoto wa Mungu. So he questioned himself what kind of food he's going to bring to children of God. Ni ya kwanza mwaka. Because the beginning of the year. Hallelujah. Unajua ile mwanzo ndio nakupatia nguvu ya kwenda. Because the beginning is better than because it gives us strength to move forward. Hallelujah. Amen. Hiyo ile gisi unavyoanza na ndio gisi unavyoendelea. The way you start, the way you keep moving forward. Bwana asifiwe sana. Amen. Kawaida actually in a habit, miaka mingi iliyopita, for many years have passed, huwa nikianza mwaka na ubiri katika kitabu cha Mwanzo. So he always is start preaching for the beginning of year in a book of Genesis. Hallelujah. Sababu unajua kama hapo ndipo kulianza kila kitu. Because he knows in the Genesis there was the beginning of everything. Lakini nilipokuwa nikiomba, but when he was praying, nikaona kwamba leo, and he just figured out today sitaanza na kitabu cha Mwanzo. He won't preach about in Genesis. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sitaanza na kitabu cha Mwanzo. He won't start with a book of Genesis. Nimeanza na kitabu cha Mwanzo kwa muda wa miaka mingi, So sio 3, sio 4, sio 5, sio 10. He started with the book of Genesis for many years, no even 1, 2 or 10. Hallelujah. Amen. Kila mwanzo, wiki ya kwanza mwaka nilikuwa nikihubiri tu katika kitabu cha Mwanzo. So every year from the starting of the year he was just preaching about the book of Genesis. Lakini leo, but today, kama kitu tulivyosema, like the way we started and saying, tulipokuwa katika makesha, when we was on a prayer, overnight prayer, ya Eve, New Year Eve overnight prayer. Nasema ya kwamba, and he said, hii mwaka itakuwa tofauti. This year is going to be totally different. Hallelujah. Amen. Na lazima kila kitu kiwe tofauti kwa mwanzo. And actually everything have to be different at the beginning. Ndio maana nimechagua mambo manne. And that's why he picked 4 things ambayo tutaenda kusikia leo, that we are going to share today, ambayo itakuwa kwa mwanzo wetu wa mwaka, and again it's going to be our beginning of the year. Itatusaidia katika safari ya mwaka hii, and it's going to help us from the going forward through the year. Sawa, tulisema kwamba 2022 ni mwaka multiplication, because 2022 is going to be multiply year. Hallelujah. Amen. Sawa, kama tulikuwa wawili, because if we were 2, nisema kwanza kama nilikuwa peke yangu, if I was myself, tutakuwa wawili, we'll be together, 2 and 2. Kama tulikuwa wawili, and if you were 2, tutakuwa 4, we will be 4. Kama tulikuwa 4, and if you were 4, tutakuwa 8, we'll be 8. Kama tulikuwa 8, if you were 8, tutakuwa 16, we'll be 16. Hallelujah. Amen. Lakini namna gani itafika hiyo yote? Now how is going to happen? Ni lazima kuwe msingi yenye kuwa bora. That means we need the foundation that is strong. Na ndio maana nimekamata maneno manne. And that's why we just put 4 things. Na hiyo maneno manne, and that 4 things, 4 words, tutakaanza nayo mwaka. that will start with our year, the year. Hallelujah. Amen. Neno la kwanza, the first word, itakuwa kuomba. is going to be prayer. Neno la pili, the second word, itakuwa kutafuta. to look, to search. Neno la tatu, the third one, itakuwa kubisha. is going to be to knock. Neno la nne, and the fourth one, itakuwa ni imani. is going to be faith. Na nitaenda moja kwa moja. And we'll go through everything. Hallelujah. Amen. Ili tupate kujua, so we can understand yale ambayo imeandikwa, what the Bible or the scripture says. So he's going to pick up the glasses. Leo nataka nisome. He's going to read. Kila kitu We'll be blessed today. Amen. Hallelujah. Amen.
Ndugu Charles, And Papa Charles, nawaza leo nitakupatia konje kidogo. you want to have a break today. Haleluya. Amen. Tutaenda kusoma We'll be going to read katika kitabu ambacho kiko common. in the common book. Kama kisi nasema, Like I said, kila mwaka naanzaka na kitabu cha Genesis. every year I start with Genesis. Genesis ni kitabu cha mwanzo katika Agano la Kale. Genesis is the first book in the Old Testament. Na leo utaanza katika kitabu cha mwanzo katika Agano Jipya. And today we are going to start with the first book in the New Testament. Sababu kila kitu ni kipya. Because everything is new. Niliwaambia kwamba tutafanya kitu inaitwa metamorphose. We are going to do something that is going to be metamorphosed. Hallelujah. Amen. Tutaacha ile ya zamani. So we are going to coming through the old one. Na tutakuwa kitu kipya. So we can transform to new things. Hallelujah. Yeah. Tutaacha ile ngozi ya zamani. So we are going to leave our old skin. Na tutaenda kuvaa ngozi mpya. And transform to a new skin. Kwa hivyo tutaenda kusoma katika kitabu cha Agano Jipya. We are going to read in the New Testament. Kitabu yake ya kwanza. The first book. Ambayo inaitwa ni Mathayo. That's said Matthew. Hallelujah. Amen. Nasema kila mwaka tunaanza na Genesis. Every year we start with Genesis. Na leo tunaanza na Mathayo. Today we'll start with Matthew. Bwana sifiwe sana. Amen. Mathayo sura 7. Matthew 7. Mstari wake wa 7. In verses 7. Na mstari wa 7 mpaka 8. Kwanza hapo. So 7 to 7 up to 8. Hallelujah. Amen. Nawaza na mtoto hata kwa Sunday school wanaiwa hiyo. Even children to Sunday school, they know these verses. Inasema hivi. It says, Matthew 7. Matthew 7, chapter 7, verse 7 until 8. The Bible says, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. For everyone who asks receives. Everyone who seeks finds. And to everyone who knocks, the door will be opened. Amen. Hallelujah. Amen. Kama kisi nimesema, the way it says, the verse niko common. It's the verses that is common. Na ndio tutakaenda kwanza nayo. So in lazima kwanza vitu hivi havita complicate. So we have to start with that something that it won't complicate you. Hallelujah. Amen. Basi ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye hufunguliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapa wanatupatia yote tatu kwanza. And here they give us all three together. Wanasema ombeni nanyi mtapewa. Because say pray and you shall be given. Hallelujah. Amen. Kama kweli sisi tumeokoka, if the truth we are saved, ni lazima tuwe watu wa kuomba. We have to be a prayer people. Ili tupate kupewa yale tunayohitaji. So we can receive what we need. Hallelujah. Amen. Sababu katika kuomba, because by praying, ndipo utakapopewa ile kitu unachokihitaji. You can receive the things you need. Na nashukuru na culture wazungu. And I'm so thankful with the Canadian culture or white culture. Mzungu kama muombe kitu, the white people, if you don't ask them, hawezi kupatia kitu. They won't give you. Hallelujah. Amen. Tuko sisi wote hapa Ulaya. We are all here. Kama mzungu amemwambia ninahitaji kitu fulani, if white people you say I need this, kama umwambie, if you didn't tell him, hata kupatia ile kitu. They won't give you. Hata kama anajua uko nacho bezwe. Even if they know you need it. Sababu anaogopa. Because they have a fear. Nikimpatia hii kitu, because they know if I give this one, labda ataona kama ninamuinsulte. Maybe he's going to think maybe I'm neglecting him. Hallelujah. Amen. Ndio maana nakuwa na ile reserve. So they have that, they reserve themselves. Na ndipo maana nataka kuja hapa. That's why I'm coming here. Maombi ni ya muhimu zaidi. The prayer is very important. Hallelujah. Amen. Wanaenda kutuonyesha ya kwamba ni lazima tutafute. So like showing us is very important to look for something. Unajua, you kama know, hauna kitu, you know when you don't have anything, ndio wakati unaenda kutafuta kitu.
That's the time you go to search for something. Haleluya. Amen. Sijui nini ambayo utakuwa unahitaji, ambayo utakuwa unahitaji katika maisha yako utakayopenda. So I don't know what you are looking for in your life, what you wanna go and ask for. Ningependa mwaka huu, so I could wish this year tuwe watu wa kutafuta. We have to be people who search for something. Kubisha. We have to knock. Ni lazima tuwe watu wa kubisha, We have to be those people who knock hardly. Hallelujah. Ili tupate kufunguliwa. So they can open up for us. Amen. Amen. Na ya nne, and the fourth one, kuwa na imani. we need faith. Sababu Because kama nakuja kwa dada Yvonne, if I come to Papa Pastor kumuomba, to ask, niko na imani kwake deja kama nitapata. I'm putting that faith toward him because I'm going to receive. Kama nakuja kutafuta kitu kwake, when I come to ask for, to search for something, kwanza napaswa kuwa niko siri na address kama ni ya kweli. I'm going to be sure I have correct address. Na cha pili nina imani ya kwamba nitapata. And secondly, I'm going to have faith because I know he's going to give it to me. Kama nitabisha kumulango, and when I knock his door, nina imani ya kwamba atanifungulia. I trust him he's going to open for me. Hallelujah. Amen. Basi acha tuingie katika maandiko. So we can go through the scripture. Tukienda katika kitabu cha hiyo cha katika hii kitabu ya nani ya Mathayo. So when we go through the book of Matthew. Hallelujah. Amen. Mathayo 7. Matthew 7. Verset 9 à 10. Verses 7 to 11. Naweza kusomea pale kwa Kiingereza mama? So we start from 7. No, 9. So we continue to 9. Your parents, if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? Or if they ask for fish, do you give them a snake? Of course, no. So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask him? Hallelujah. Amen. Hiyo ni kuomba. That is praying, asking. Hallelujah. Amen. Biblia katika Kiswahili nasema, au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimuomba mkate atamupa jiwe? Swali. Au akiomba samaki atampa nyoka? Swali. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Haleluya. Amen. Kama sisi wazazi wa kimwili ambao tuko na mwili wa udhaifu, when tuko na mwili wa maovu, tunajua kupatia watoto wetu ile wanachotuomba. So if as a parent we are sinful, we are weak, and we know how to give our children the good gift when they ask for. Hapa swali nauliza, je, kwa Mungu aliyetuumba, anayetupenda, anayetutakia mema, itakuwa namna gani kama tukimuomba? So the question is, how much more is going to be our Father, our heavenly Father? He's going to give us better things when we ask for. Mwaka huu, this year, ninakuomba ndugu yangu, I'm asking you, my brother and sister, dada yangu, I'm asking you to church, tutoshe ile tabia ya zamani. We have to remove that bad habit, ili tuwe watu wa kuomba. So we can be people who ask. Hallelujah. Amen. Tuwe watu wa kuomba. We have to be people who ask. Sijui utaomba nini. I don't know how you want to ask, what you want to ask. Lakini nakocha kuomba. But when you are asking, kitu ninachokuomba, when I'm asking you, tuwe watu wa kuomba, watu wa uombaji. So we have to train ourselves to have to be people who ask for something. Hallelujah. Amen. Kuna Wakristo wengi hapa. We are many Christian here. Sio tu hili kanisani mwetu. Not only this church. Ninajiadrese kwanza kwa hapo niko nao. But I'm going to address myself to here because we are here. Ukimuuliza katika 2021. If I ask you in 2021, ulifunga mara ngapi? How many days did you fast? Atakuwa kama iko honest atasema. If they were honest, we can talk. Hallelujah. Amen. Ukimuuliza ulikesha mara ngapi? I can say how many days did you do overnight prayer? Kama iko mkamilifu, kama iko vraiment honest, atakwambia. And if we are very faithful, we can say. Hallelujah. Amen. Lakini mwaka huu, but this year, kaa chini. I'm encouraging you to sit down na umwangalie Mungu. And look to God. Mwambie
mwambie Mungu, and tell God, ninahitaji unipe hamu ya kuomba. tell God to fulfill you more. Kama jinsi thirst for unavyonipatia prayer. kiu ya maji, So the way He give you thirst for drinking water, ndio unipatie kiu ya so kuomba. can fill you with thirst of prayer. Tuliposema kuveye, When we say overnight prayer, mwili nafsi ndio inatuletea problem. this body is giving them more problem. Haleluya. Amen. Lakini nataka kuambia, But I'm telling you, jifunze hata siku moja kufunga friko yako. we have to train even one day to close your fridge. Ninajua maziwa yako ndani, mikate We iko know there's ndani. milk and bread and everything. Lakini kamata siku moja. But take even one day. Haleluya. Kama hautaweza kumtolea Mungu cha 10 ya pesa, If you mtolee cannot- Mungu cha 10 ya maombi. If you cannot give God tithe for money, but give Him tithe for prayer. Haleluya. Amen. Mtolee Mungu, hata anakuambia nimekupatia afya, nimekupatia pesa na niima. We Unipatie have hata to- na wewe muda siku moja tu ya kuniomba. We have to tell God, you gave me everything. You gave me, I'm healthy and wealthy, but I'm going to give you this for even one day. Give Him a prayer. Kama hampei pesa, If you don't give Him money, sababu tunayo mabills zinatusonga. because we are busy, Tuko na mabills. Bills. or we have bills to pay. Haleluya. Amen. Lakini tumpatie hata siku moja maombi. But give Him even one day for prayer. Haleluya. Amen. Tumpatie nafasi Give Him space ya kuzungumza naye. so you can talk and communicate with Him. Unapoomba So because when you are praying, uko katika hali ya mazungumzo. you are in communication with. Wakati unapozungumza When you are communicating, unakuja karibu na mtu. you are coming close to someone. Haleluya. Amen. Wakati amuongei When you are not talking, uko problem katika. there is a problem. Na Wakristo kama atuombe Mungu, And then Christian, if you are not praying, tuko na problem na Mungu. we have problem with God. Haleluya. Amen. Kwa wale wameoa For those who are married ama wale wako na watoto, or those who have children, kama unamaliza toute la journée if you spend all day na hamzungumza na bwana yako and you didn't speak to your husband or na, wife, ama uzungumza na watoto yako, or you didn't speak with your children, to be honest, to be honest, uko problem. there's a problem. Ni kweli ama ni uongo? It's true. Halo? Amen. Si ni kweli? Ndio. Kuna wengine hata wakiwa kazini wanamuuliza, "Hi honey, how are you?" There is some people wanasema, habari mzuri, habari gani mpendwa? Haleluya. Amen. Kuna wale. Lakini kama unamaliza toute la journée But when you spend the all day bila kuzungumza kujuia hali ya mwenzako, and you didn't ask your someone how things are going, wewe kwamba kuko shida. that there is a problem. Kama unamaliza siku mzima bila kujua hali ya watoto, If you spend one day without your children how they are going, they are doing, wewe kama uko shida. that means there is a Sasa problem. ni mara ngapi kama unamaliza hata wiki? Now, how much more if you spend even 1 week? Uko na bwana mnyumba You have husband in your na house hamuongee yake. and you don't talk to each other. Divorce. Kumbe unasema ni divorce samia na Mungu. Haleluya. That means we are going to divorce with God. Unamaliza wiki na bwana na bibi, kila mtu tuko. You spend 1 week with your husband Kama or ni wife, mgani, everyone is like a left and the other side is on right, so no Hallelujah. communication. Mama Gisela atuambia hiyo tayari divorce sasa. And Mama Giselle said there is a divorce of that. Kwamba kumbe tunaweza divorce na Mungu bila kujua. That means we are divorcing with God without knowing. Haleluya. Amen. Mwaka huu So this year, pepo ya divorce tunaikemea. the spirit of divorce we rebuke it. Hiyo pepo ya kusema mie kuomba maombi yako ya watu fulani, So that spirit of saying I'm aliyeokoka. I'm not praying, that spirit we have to rebuke, and then because they pray for everyone who are saved. Haleluya. Amen. Utafuta. We have to search. Tutasoma katika kitabu cha Petro. We read the book of Petro wa Peter. kwanza 1 Peter. Petro wa kwanza 1 Peter. Petro wa kwanza chapitre 1 verset 11 à 13. 1 Peter 11 to 13. The Bible says, 1 Peter chapter 1, 11 to 13. Yeah. They wondered what time or situation the Spirit of Christ within them was thinking about when he told them in advance about Christ's suffering on his great glory afterward.
They were told that their message was not for themselves, but for you. And now this good news has been announced to you by those who preach in the power of the Holy Spirit, sent from heaven. It is also wonderful that even the angels are eagerly watching these things happen. Continue to 13. Yeah. So prepare your mind for action and exercise. Prepare your mind for action and exercise self-control. Put all your hope in the gracious salvation that will come to you when Jesus Christ is revealed to the world. Amen. Amen. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwa baada ya hayo. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu waliohudumu katika mambo hayo ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliohubiri ninyi Injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi, mkitumainia kwa utimilifu ili neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Amen. 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 Kitu nataka kugusia hapa. The one thing I'm going to touch on here. Wakatafuta. They were searching. Ni wakati gani? They was looking what time. Hii mambo ilihubiriwa. These things was preached. Ya kwamba Yesu atazaliwa. By saying that Jesus Christ will be born. Na kuja kuteseka. And he's going to come here and apate kukomboa wewe na mimi. So we can be saved, you and I. Ambayo ilihubiriwa kupitia Roho Mtakatifu. So he was preached through the Holy Spirit. Katika kuomba, by praying, na kutafuta uso wa Mungu, and looking for the face of God. Tunapata ufunuo. So they received the revelation. Hallelujah. Amen. Ndipo tunapata ufunuo. By praying we receive the revelation. Hawezi kupata ufunuo kama uko katika hali ya maombi na kutafuta. We cannot receive revelation if you are not in a situation of looking. Hallelujah. Ni lazima tuwe watu wa kuomba na kutafuta. So we have to be people pray and look. Ili tupate kufunuliwa. So we can be revealed. Ili tupate kuona. So we can see. Tupate kukumbushwa. So they can remember, they can remind us. Hallelujah. Yale yameandikwa. So the things are written. Na yale yamefanyika. And they're happening. Na yale itafanyika. And that is going to be happening. Hallelujah. Ni katika hali ya kutafuta. Is by searching. Ndipo utakaenda kuokota ile ambayo ilikuwa imepotea. So we can find the things that have been lost. Hallelujah. Amen. Ni katika kutafuta. By searching. Ndipo tutaenda kugundua. So we can know yale ambayo imefichwa. The things that have been hidden. Hallelujah. Amen. Kama utafute, if you are not searching, hautaweza kujua. We can't know. Hallelujah. Mwaka huu, this year, ningependa I want mpendo mwenye kwa mahali hapa. For the church who are here. Watu wa kuomba. We have to be people who are praying. Watu wa kutafuta nguvu za Roho Mtakatifu. And we have been those people who are searching for the power of the Holy Spirit. Ili tupate kuona yale ambayo hatukuwa tunayaona. So we can see things that are hidden we cannot see. Hallelujah. Ili tupate kufunuliwa yale ambayo imefichwa. So we can be revealed that the things are hidden. Sababu tunapotafuta, because by looking, tutaenda hata katika hali ya kusoma. We'll go through reading. Tuone nini maandiko natuambia. So we can understand and see what the Bible is saying. Hallelujah. Amen. Sababu kama wapendwa, because here now, kama tutafute, if we are not looking, kuna kitu ambacho kitakuwa ni chetu lakini tunaendelea kukitafuta. So it's going to be something that is belong to us, but we will continue looking and searching. Hallelujah.
Unajua wakati mwingine mtoto analiaka maziwa na maziwa iko mfriko. Wewe ndio tafute maziwa na kunywa. You know, sometimes the children can cry for milk and the milk is in a fridge because they are not searching for. Hallelujah. Amen. Wewe ndio tafute. Go and search for. Twende tutafute wapendwa. We have to go and search. Sisi leo siwaambia kutafuta pesa hapana. I'm not telling you about searching for siwaambia kutafuta nguvu hapana. So I'm not saying you have to need more power to search for power. Niko nawaambia tutafuta Yesu usiku na mchana. We have to search for God and look for God. Tutafuta Yesu mahali popote anapopatikana. Days and night we have to search for God where he's looking for. Hallelujah. Amen. Mahali anapopatikana ni mahali twende. The place he's going to be fine, we have to go there. Twende kumtafuta. We have to search for him. Wakati anapopatikana. The time he still revealed himself. Hallelujah. Amen. Ndio maana nakwambia wakatafuta. That's why the Bible says they was looking for. Ndipo wakajua ya kwamba yale yote yaliandikwa na mahubiri na Roho Mtakatifu. And then they understood everything that was written. Lakini hawangetafuta, ilikuwa vigumu kwao kukundua. But if they didn't look for, it was difficult for them to find it. Hallelujah. Amen. Na sisi kama kanisa. And here as a church. Mwaka huu. This year. Iwe mwaka kutafuta. It have to be a year you have to search hard. Hallelujah. Amen. Sijui nini utahitaji katika maisha yako. I don't know what you are looking for and what you need for in your life. Sio mimi pastor atakayekutafutia nafasi yako. It's no pastor who's going to search for your place. Sio hao wazee watakayekutafutia kwa nafasi yako. It's not the elders who's going to search for your place. Lakini unajua nini unahitaji kutafuta. You know what you are looking for in your life. Hallelujah. Amen. Uombe. You have to pray. Na utafute. Pray and look for. Search. Hallelujah. Amen. Tuombe. We have to pray. Na tutafute. And we have to look. Entre parenthèses. In a parenthesis, in a quotation. Yes. Mama pesa niita akaniambia useme baba bali niponiita mimi si yeye hata kama kule njoo wanaitaka wapi kule. And when mama penzi say they called me and then they told but they didn't know the place. Akasema nilienda napotafuta. Hangeenda kupatafuta ngepaona. And she said I went and searched for the place. But if she didn't search, she couldn't know. Hallelujah. Amen. Hiyo ni example ndio typique. This is an example that is clear. Na si kama kiko kitu ambacho ulikuwa ukifikiria mume yake iliyopita, sasa hii wakati ni wakati wa kamata step ya kukitafuta. And as a church if you had something that you was looking for past years, this is the moment now you have to make a step and search and go through and forward. Hallelujah. Ni wakati wa kamata step na kuenda kukitafuta. So take a step and go look for it and you'll receive it. Usisikie woga. Don't be afraid. Shimama. We have to stand up. Hakuna mwenye atakuchekea. Nobody's going to laugh at you. Hallelujah. Amen. Hata kama ujue njia utaijua kama uko na bidii. Even if you don't know the way, you will know the way if you have courage. You are courageous. Hallelujah. Amen. Mbele tupate hapa. Before we get this place, nilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa hapa chini, alikuwa anatengeneza instrument. And pastor with a friend who was arranging the instrument. Alikuwa yeye kazi yake ni kutengeneza na kuzisha instrument. So his job is just to prepare, buy and fix it so he can sell it again. Wakati nilipokuwa nikitembea, and when he was walking around, nikaanza kuomba. And he started praying. Nikasema ninawaza kama hapo kunaweza kuwa pazuri kwa ajili yetu. And then he was saying maybe here this place can be a nice place for us. Nikamwendea. And then he went to that guy. Nikamwambia ninahitaji kuona kama hapa hiyo kunaweza patikana nafasi. And then he said I want to go upstairs and see if there is a space it can be good for the church. Telefoni njoo muite. And then he gave the telephone number. Hallelujah. Amen. Kama singetafuta kutoka northwest. So if he couldn't go from northeast to here, he couldn't be able to find this place. Kuna wakati unaweza kuteseka unalia kumbe kitu iko tu mbele yako. There are times you can cry and suffer. There are times you can suffer and cry and the things you are suffering for is just in front of you. Hallelujah. Amen. Kama tunapenda kanisa hii ijae. So if we want this church to be full, number one we have to do. Mwaka huu tuombe. This year we have to be praying. Na number 2. Secondly, twende nje kutafuta. We have to go outside and search. Hallelujah. Amen. Tunapoenda kutafuta. And when we are going to search, Mungu atatupea wale ambao walio wetu. God is going to give us those people who belong to us. Amen. Amen. Mungu atatupea wale walio wetu. God is going to give us the people who belong to us. Hii nafasi. This place. Kama tukisema kwetu tafute.
If we say for real, we have to search. Na kama tunasema kweli tuombe, And if we say for real, we have to pray. hii fast itakuwa kidogo. This place is going to be small. Mama, asante sana kwa sababu unaamini hiyo nasema. Hallelujah. I'm so thankful because you believe what Hii you're sio saying. kazi ya pastor, sio kazi ya pastor Mtombo, sio kazi ya pastor Charles ama ya pastor Emmanuel ama ya nani, ni kazi ya kanisa nzima. So this is not the job of Pastor Mtombo, Pastor or Pastor Charles. Is for the entire church to do the job. Kama tunashimama kwa sema twende, When we stand up together and say let's go, mahali popote tunapoenda unatafuta huko and where we are unatafuta. going, so we are searching, Unamwambia mpendwa, and we say, brother, utalika watu 5 if you invite 5 people, ama 10, even 10, hautakosa wale watakuja. so you won't miss 2 people will come. Hallelujah. Amen. Sasa imagine kama kila mmoja wetu hapa analeta wawili. Now, if us that we are here, everyone bring like a 2. Amen. Hallelujah. Unajua, You know, tutaendelea hapa we will continue here kupisha. to knock. Hapa sasa ndio kwenye watu wengi wao wanafadhaika moyo. Here now, many people, they break down here. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, In the book of Acts, Matendo ya Mitume chapitre 12, chapter 12, Acts 12, verset 16 mpaka 18. 12, 16 to 18. Yes. Somea kwa Kiingereza. Act 12, 16 to 18. Meanwhile, Peter continued knocking. When they finally opened the door and saw him, they were amazed. He motioned for them to quiet down and told them how the Lord had led him out of prison. Tell James and the other brothers what happened. He said, and then he went another place. And down there was a great commotion among the soldiers about what had happened to Peter. Herod Agrippa ordered a thorough search for him. When he couldn't be found, Herod interrogated the guard and sentences them to death. Afterward, Herod left Judea to stay in Caesarea for a while. Amen. Amen. Verset 16 ndio tutaanza pale, nasema Petro akafuliza kugonga. Akafuliza, nasema ni Matendo ya Mitume, Actes des Apôtres, chapter 12 verse 16 to 18, nasema Petro akafuliliza kugonga hata walipokwisha kumfungulia wakamuona, wakastajabu, naye akawapungia mkono wanyamaze, akawaelezea jinsi Bwana alivyomtoa katika gereza. Akasema akampasheni Yakobo na wale wa ndugu habari hizi. Akaondoka akaenda mahali pengine. Hata kulipopambauka, askari wakaingiwa na fadhaa nyingi. Amekuaje Petro? Hallelujah. Amen. Kitu nitikugusia hapa, The things I'm going to touch here. Petro alikuwa katika jela. Peter was in prison. Na wakati alipokuwa katika jela, And when he was in prison, Mungu akatenda miujiza. God did the miracle. Wakati alikuwa shaka na mpango wa kumuua. So they were planning how to kill Peter. Washirika waliokuwa nayo, And the servant of God who was there, na wenye walikuwa na Peter, they was with Peter. Walikuwa wamejifungia fasi moja katika hali ya uoga. They was closing themselves somewhere because they was fearing. Na wakati Mungu alipomtoa mahali kwenye jela, so when God released Peter from the jail, alienda kugonga. He went and knocked the door. Biblia inaambia, the Bible says, aliinsiste.
He continued knocking. He Aliinsiste. continued knocking. Haleluya. Amen. Unapoinsiste kugonga, When you continually knocking, unapoinsiste kugonga, when you continually knocking, wakija kufungua, they will come and open. wakati watakapofungua, The time they will come and open, itakuwa ni miujiza itafuata. it's going to be a miracle that will happen. Haleluya. Na sisi tunapoenda nje, And when we are going outside, tukiendelea kugonga when you continually knocking na kuambia wengine kuja kwa Yesu, and telling the people to come to na Jesus, kuambia wengine tuje kwa Yesu, and telling people come to kuna mambo Jesus, mazuri iko mahali hapa. there are good things in the Jesus. Siku ya kwanza atakataa, The first day he's going to refuse. siku ya pili atakataa, The second day he's going to siku refuse. ya tatu atakataa. The third day he's going to refuse. Kuna mwingine akamtaka hata mwaka. Some people, they took even a year. Haleluya. Amen. Lakini kama wewe uko na roho ya Bwana, But if you have the Spirit of God, uko na knock you are knocking na uko naomba and you are praying na unaendelea kumtafuta. and you continue looking. Haleluya. Amen. Bwana anasema ya kwamba And God mwisho walifungua. And God said, the Bible says, finally they opened. Na wakati alipofungua, And when they opened, wote walishangaa. they were so surprised. Haleluya. Wakati kapomleta katika kanisa la Bwana, So when we bring them to the church of the Lord, watashangaa. they will be surprised. Kumbe ndio hivi tulikuwa tunakataa. So this is what we were refusing. Kumbe ndio haya hatukuwa tunaona. So this is what we couldn't see. Haleluya. Amen. Lakini kitu kinachokuwa cha shida, The problem that they're making like a blockage, like we cannot go forward tunachoka haraka. because we get disappointed and be tired. Haleluya. Itaendelea kumuita jua nini? Why I'm going to continue calling him? Labda anajiona. He's just maybe believing No, himself. amefungwa. Because the devil tie him. Haleluya. Amefungwa na shetani. Because he belonged to the Na devil. Yesu amesema, And Jesus says, anataka wewe ndio uende kumleta. and Jesus said, you have to go and bring him. Sasa wewe ndiye alishapatia kitu kingine kilikuwa tofauti ndani mwake. Because you have this Holy Spirit that is different for that person. Kuna wakati unamuita, The time you will call the person, ninagonjwa. and you say, oh, I'm sick. Anashanja na sauti. And then maybe you're going to change the voice. Haleluya. Amen. Lakini kwa overtime, But when it's overtime, I will come. it's going to be directly, I'm going to come. Haleluya. Because it's overtime. Bwana turumie sana. Then God forgive us. Lakini kitu nataka kuwahimiza siku ya leo But I'm wapendwa. going to encourage the church today. Tuwe watu wa kuinsiste. We have to be people who continually insist. Mnajua? You know, Wateule Jehova the Jehovah Witness, hata mfukuzi even you chase them, atakuja tu. they will come tomorrow. Haleluya. Amen. Sijui kama wewe temele Jehova ya kutembelea. Unamwangalia unafungua mlango. When you open the door, then you close it faster. Lakini utamwona tena kesho nakuja. But he's going to go, but tomorrow he's going to be there again. Kuna kumwisho, And then finally, kama aligonga nyumba 10, if he knock 10 doors, hakutakosa 2 ama 3 kufungulia. he won't miss 2, you're going to open for them. Haleluya. Amen. Na sisi tukikuwa vile, If now we become like them, tukue watu wa kuaggressive juu ya parole ya so Mungu. we have to be aggressively knocking because of the word of God. Tutaona Bwana atatenda maajabu. So we'll see the miracle. Marafiki wangapi uko nao? How many friends we have? Watu wangapi unatumika nao? How many people we are working with them? Watu wangapi unaongea nao? How many people we talk in our contacts? Na wangapi unazungumza nao kuhusu neno la Mungu? And how many we talk about the word of God? Na wangapi unawaalika katika neno la Mungu? And how many people we invite to listen to the word of God? Haleluya. Lakini nataka kuambia wapendwa, Now I'm going to tell you tonight, tusikufe moyo. we don't have to be disappointed. Mwaka hii tusikufe moyo. This year we don't have to be disappointed. Lakini tushimame imara. We have to stand up firm. Na tukue aggressive kwa parole ya We Mungu. have to be aggressively with the word of God. Twende tutangaze injili. We have to preach the word of God. Ili watu wapate kusikia. So people can hear. Umoja tu akiokoka, If one can be saved, mbinguni itakuwa furaha. in heaven is going to be joy. Haleluya. Amen. Namna gani haupendi furaha ikuwe mbinguni? Why you don't want that joy to be in heaven? Mwaka huu This year, tuanze mwaka huu na maombi we have to start this year with prayer na kutafuta and to search
Nini? Kutafuta uso wa Mungu. To search the face of God. Tutafute nguvu za Roho Mtakatifu. We have to search for the power of the Holy Spirit. Tuombe Mungu atutoshe udhaifu. We have to pray God to remove all the weakness side in our life. Hallelujah. Amen. Na tuombe Mungu atusaidie. We have to pray to God to empower us Sababu again. peke yetu hatutaweza. Because ourselves we cannot do anything. Na tunapoenda kugonga kwa milango. And when we are going to knock to the door, Wakati tunapoenda kuambia marafiki zetu, when we are going to tell our friends, tusiwe watu wa kusikia haya. we don't have to be ashamed though. Hallelujah. Amen. Niko na mwenzetu mmoja yuko USA kwa leo. And I have one of our friend in USA. Alikuwa alimaliza ku ESP Bukavu, alikuwa jetu wa mwistoire. He was finishing his degree in ESP in Bukavu. Alikuwa prefet wa secondaire. And he was principal to secondary school in Congo. Alipokuja kwa Nairobi, so when he came to Nairobi, akakuja kuwa ku Bible College. And he came to Bible College. Wakati tulipokuwa tukimtumana aende katika hali ya kuhubiri. So when we were sending him to go to preach outside, aliniambiaka, and he said, Pastor, he told me, Pastor, ninahitaji maombi. I need prayer. Kiingereza ninajua. English I know. France ninajua. I know to speak French. Hakuna kitu yenye kinaniintimidate. So there is nothing that intimidating me. Lakini naogopa watu, nikimwona kama ni boss, naogopa hata kumwambia kuhusu neno la Mungu. It's just only things I have fear when I see like if someone is a boss, I have money, I have that fear to tell me about the word kama of God. Mtu iko na $1,000,000, iko patron, anatembeza gari, when they have Bwana Yesu money, nakupenda, sio nitamwambia namna gani niko na mikulu. When they have, I see people with car and they have money, they are rich, and I'm walking, I don't have even a car. I feel that fear to tell them that God love you. Nikutana na watu wenye wiko wa daktari, I can meet even doctors, people. Kuambia kwamba Yesu anawapenda. And to tell them like God love you, Jesus wants you. Nasikia woga. I feel that fear. Hallelujah. Na mimi nikamwambia. And then the pastor told him, ni lazima kuwa unaenda unajazwa na maombi. So the first thing you have to be full with the prayer. Cha pili uongozwe na Roho Mtakatifu. And you have to be guided with the Holy Spirit. Na ndio itakutosha woga. And then it's going to remove all your fear. Hallelujah. Amen. Sababu kama wewe ni minister wa Mungu, because when you are minister of God, unashinda mtu mwenye uko millionaire. You are more than the millionaire people. Kama wewe ni minister wa Mungu, if you are God's minister, unashinda mtu mwenye uko na doktora. You are more than the doctors. Hallelujah. Amen. Nakumbuka, I can remember wakati mmoja nilienda Congo. One time I went to Congo. Kufika kwa makanisa zangu ziko Congo. And I went to one of the churches in Congo, one of their churches. Unajua Uvira niko na kanisa Uvira na niko na makanisa kule Mabubembe. And you know in Uvira here have the churches and in Bembe too, the same thing. Hallelujah. Amen. Kwa makanisa niko hata na 300 personnes. The church that have 300 people. Walipokusikia kana nakuja. And when they heard pastor is there, wakakuja, they came. Mapasta kwanza. The pastor came. Na baada ya mapastors kuja, and after the pastors they came to see him, the pastor here. Hallelujah. Amen. Tukaongea. They talk. Tulikuwa na mkutano. They had like a crusade. Wakati pomaliza, and when they finished, mdogo yake baba yangu, mdogo yake baba yangu, the uncle akaniuliza. And then he asked the uncle asked pastor, namna gani kama ukipoze kwa deputy unaweza kupita sans problème? No, if you put your candidate to be a deputy, you can pass. Sababu Bavira wote wewe umeleta kanisa Kivira hapa Uvira mzima. Because through the Uvira you are the number one to bring the church in Uvira. Lugha ya Kivira. To bring the lugha of Kivira in Uvira. To preach in Kivira. And to preach in a Kivira language. Hallelujah. Na nokenda Mubembe batakulogota. Well, even if you go to Babembe, they will vote for you. Nikamwambia. And then he told him. Mimi niko minister. And then say, uncle, niko minister. I am minister already. Sasa namna nitajisha tena kwa nikuwe deputy. Why I'm going to go down again to become a mayor? Hallelujah. Sura kani najishusha chini. Don't you say I'm going down? Wa Mungu. Because I am God's minister. Namna gani tena kwa deputy wa Why I'm going to go being a mayor? Wa pays. Mayor in a country. Hallelujah. Wa pays moja tu. In a one country. Na mimi niko minister wa Mungu partout kwa naenda inahubiri injili. I am a minister of God
all over the world. Haleluya. Because I'm preaching the word of God. Nilikuwa deputy labda Uvira. Because if I become a mayor, I'm going to be just mayor from Uvira. Lakini nikienda Burundi kwa makanisa yangu ya Burundi, ninafika pale wananipokea wanasema mtumishi amekuja. Because when I go to Burundi and then on my churches, when they receive me, they say the servant of God have arrived. Hapo niko minister. Because over there I am a minister. Nikienda Congo niko minister. When I go to Congo, I am minister. Alikuwa anaita Kisangani niko minister. When I go to Kisangani, they was calling me I am a minister. Hallelujah. Nilimwambia hata Ulaya walikuwa waniita Mwerope. I told my friend when they were calling me in Europe too. Hallelujah. Hata terejemani kwa US niko minister. Sasa nitaenda kuitika wanishushe chini. Mimi niko minister. Kama kwa mtumishi wa Mungu uko minister wa dunia mzima iko. So when you are servant of God, when you are servant of God, you are minister all over the world, because I cannot accept again to go more down than staying on ministering from God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kama unampokea Bwana, when you receive God na unamtumikia katika kina kweli, and you serve him with your heart, anakupatia mamlaka. He's going to empower you. Hallelujah. Yes. Ya kuwa juu. And he's going to bring you high. Nikamwambia ndugu yangu. And I told my brother. Nilikuwa namuita prefect. And I call it the principal. Kama prefect. Principal. Una habari. You have the news. Ni lazima kila wakati unatafuta Roho Mtakatifu. You need to search for Holy Spirit every single time. Unapoenda ili Roho ya Bwana kuongoze. So when you go, the Holy Spirit will guide you. Utaona hautasikia kawogo hata ya mtu. And you'll see, you'll never fear anymore. Hallelujah. Amen. Na sisi kama kanisa. And here the church. Tukivaa nguvu za Roho Mtakatifu. When we wear the power of Holy Spirit, tutaogopa kitu. We will never have a fear. Sasa tuende kumalizia. So we can go and finish. Katika kitabu cha tuende kumalizia na imani. We are going to finish with faith. Hallelujah. Amen. Tasoma katika kitabu cha Wagalatia. We are reading the book of Galatians. Ni mahali ambapo watu wengi wanaelewa sana na wanajua. Tutasoma katika kitabu cha, hata tusome kwanza katika Waebrania. Tusome katika kitabu cha Waebrania chapitre 11 verset 1. Hiyo watu wote wanajua. Hébreux chapitre 11 verset 1. Hebrews 11:1. Ninaanza nikasoma. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Basi naanza kusoma kwa Kiingereza mama. So we are going to read Hebrews 11 verse 1. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Through their faith, the people in days of old earned the good reputation. Amen. Amen. Imani. The faith. Tukiwa na imani kwa kila kitu tunachokiomba. When we have faith for everything we are praying for. Hata kama tujakipata. Even when you didn't receive it yet. Na imani kwamba tumekipata tayari. You will be having a faith you receive it already. Kenda kutafuta kitu. When we search for something, hallelujah, amen, hata kama huyakipata, even you didn't receive it yet, unakuwa tayari kuna imani ya kwamba tayari ushakipata. You already have that faith, you receive it already. Ukienda kugonga fast, when you are going to knock somewhere, unaona imani ya kwamba ataanza kufungulia tu. You have that faith in you already, they will open for me. Lakini kitu tutakuomba ni kimoja. And one thing I'm going to ask you today is, hapa katika kitabu cha Waebrania, and we are going to read it in the book of Hebrews. Lazima uombe ku right address. Is you have to pray, you have to ask for the correct address. Yes. Ni lazima uombe kuna nafasi ya mzuri. So you have in a good position of prayer in a good address. Hallelujah. Ni lazima utafute mahali unapojua utakwenda kutafuta. You have to know where you are going to look for. Kwanza kuwe na address. You need an address. Na ndipo utaenda kutafuta. So you can go now and kwanza go na address. for. You need an address. Ili upate kwenda so you can go kugonga. And then knock. Twende katika hapo hapo Waebrania 11. The book is Hebrews 11 verset 6. 6. Anza kusengi. It was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying. He disappeared because God took him. For before he was taken up, he was known as a person who pleased God.
And it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him. Amen. Amen. Hapa natuonyesha ya kwamba kwa imani Enoch hakuweza kuvivre kifo, yani kuingia katika udongo. Kwa imani Enoch hakuingia katika udongo. So we believe by faith Enoch didn't die. Hallelujah. Alinyakuliwa kama vile Yesu alivyonyakuliwa. He was taken by the Spirit and then he disappeared in heaven. Hallelujah. Amen. Verse 6 sasa natuambia hivi. And to verses 6 it says, lakini pasipo kuamini. Hallelujah. But without believing. Amen. Hallelujah. Amen. Pasipo kuamini haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Amen. Amen. Lazima kwa tumwamini Mungu. So number one, we have to believe God. Unapoomba lazima uamini kwamba unaomba kwa Mungu. When we are praying, number one, we have to believe we are praying to God. Unapotafuta hiyo kwamba uko unatafuta kwa Mungu. So when we are looking or searching, we have to know we are searching with God. Unapogonga unajua unagonga kwa Mungu. And when we are knocking, we believe we are knocking to God. Na ndipo hapo Mungu ataenda kutupea kila kitu chochote tunachokitafuta. And that time God is going to give you everything you are looking for. Kuna watu wanatafuta solution kwa wengine watu. Some people, they are looking for solution to through other people. Watu wanatafuta siwe kitu chochote kupitia wengine watu. Wale watu watakusaidia leo lakini kesho watakucheka. So you are looking solution to other people, but those people will help you today, but tomorrow they will laugh on you. Hallelujah. Amen. Beba problemu zako kwa Mungu. So you have to carry all your problem to God. Tafuta kwanza uso wa Bwana. Search for the face of God first. Ndipo Mungu atakuunganisha na mtu. And then God will connect you to people. Hallelujah. Amen. Unapoomba hivi, when you pray like this directly, jibu zinakuja hivi. And then the answer will come through this way. Utasema mbona Samuel fulani anibariki hivi ilikuwa hivi? And then you will question yourself, why this person just blessed me? No, uliomba Mungu akamgusa akakuwa kunibariki. Because you pray to God and God touched him and then he came to bless you. Nilitafuta mtu mwanaambia usipotee njoo njia. And I was searching and then someone come and said, "No, don't get lost. This is the way." Sababu nilitafuta kwa Mungu. Because I was searching to God. Na Mungu akaniletea malaika. And then God sent an angel to help me. Hallelujah. Amen. Niligonga. I was knocking. Na Mungu akanifungulia. And God opened the door for me. Ndipo tutaona mkono wa Bwana. And that time we will see the hand of God. In 2022. Kama tunataka tuone miujiza ya Bwana. If we want to see the miracle of God. Katika nyumba zetu. In our house. Katika kanisa letu. In our churches. Katika makazi zetu. In our work. Tutumie mambo haya. We have to walk with those three things. 4. Mambo hili. Kwanza kuomba Mungu. Number one, we have to be praying. Mungu nisaidie napoenda kazini. God help me, I'm going to work. Nifike na nirudi. So I can go and come back. Na roho yako iwe juu yangu. And the Holy Spirit can be with me. Sijui kule itakuwa namna gani. I don't know in advance what is going to happen in front of me. Number 2. Number 2. Kutafuta uso wa Mungu. We have to look to the face of God. Hallelujah. Amen. Bwana. God. Nisiwe mbali na macho yako. I don't want to be far away from your face. Ninataka nipate favor kutoka kwako. I need your favor. Hallelujah. From you. Number 3. Number 3. Tusichoke kuomba Mungu. We don't have to be tired praying God. Tuendelee kuomba. We have to go to continue knocking. Tuendelee kunock. Continually knocking. Kama baraka zako hazijafika. If you didn't receive kama majibu yako hayajibiliwa. If you didn't receive your answer. Usichoke. Don't be tired. Kama kumagoti kutaota on your knee, if it's going to be black or dark, I don't care. Hallelujah. Amen. Continue. Endelea kuomba. Continue praying. Na mwisho. And finally, kuwa na imani. We need our faith to be strong. Hallelujah. Faith. Ya kwamba Mungu nayemuomba. So we have to believe God and praying God. Atanijibu. He's going to answer me. Atatenda maajabu. And he's going to operate the miracle. Hallelujah. Amen. Ikawie. Even it take time. Lakini. But. Ni imani. Faith. Kila mtu aliyeenda mkambi. Everybody who passed through refugee camp. Mie kwanza nikamatia kwa mfano mimi sitaki nikamata mfano watu wengine. Even personally pastor here. Wakati nilipotoka kwetu Uvira au Sange. When he lived Sange. Mnonanteye mlikuwa kwa vita. In 91 there was no war in Congo. Hallelujah. Amen.
Kila mtu alikuwa anaishi kwao. So everybody was living to their village or houses. Lakini niliacha naambia mama yangu na wadada yangu ninaenda Bulaya. But when I left, I told my mom and my sister I'm going to Bulaya. Hallelujah. Amen. Sina ticket. I didn't have any ticket. Sina billet. No even ticket. Sina money. No makuta hakuna. Lakini nilienda kwa imani. But he was going through the faith. Na nilikawia. It took time. Lakini nilifika. But it happened. Hallelujah. Amen. Sijui nyie mlitoka mlisema lakini mie. But I don't know now you what did you say? Na mtu sikufanya nilijitosha mie peke na kamkeka kangu. I wasn't pushed with someone, but I took myself my black wages and then I started my journey. Wiki 3 iliyopita ama 2 iliyopita kuko ndugu alisema 2 to 3 weeks that passed. Ule mwenye alibewa mugari mlimuona? Ule alibewa mugari kunitosha kwetu kufilaji. Mlimuona? Amen. Mwenye nilitosha kumulango kwetu alifika mpaka mkanisa. The person who took me from my village to my door, our door. Mpaka Bukavu. From Sange to Bukavu. Na nikamwambia akaniambia ninayo naenda Bulaya hata kama unanifichika. And then the person said I know you are going to Europe or Canada. Imagine mno nanteye. Now it was 1991. Hallelujah. Amen. Kunishusha tu akaniambia rudia $10 na hiyo naenda Bulaya. And then when he took me out and then I say come back here, this is the $10 I know you are going to America. Hallelujah. Na nilikuwa shalaga kwa nyumba ya kwamba niko naenda Bulaya. And I was saying bye bye to my family, I'm going to America. Mnonante mu 2000. So in 2000. Ndio niliingia hapa sasa. In 2000 from 1991 yeah. to 2000 I came here now. Hallelujah. I reached Canada. Sio ni miujiza. That is a miracle. Singeendelea kunock, siningerudia. So if I didn't continue to knock, I could go back. Singeendelea kutafuta, siningerudia. If I couldn't continually searching, I could go back. Singeendelea kuomba, siningerudia. If I couldn't continually praying, I could go back. Hallelujah. Amen. Tusimamie mambo hayo. We have to stand up for those 4 things. Kwa mwaka. This year, tuwe watu wa kuomba. We have people who pray, watu wa kutafuta, search, watu wa knock, bisha mlango, na watu wa kuwa na imani, and we need faith ili Bwana tutendee miujiza. so we can see the miracle from God. Amen. Amen. Tusimame tuombe. We have to stand up so we can pray. Bwana, ninajua kwamba wakati ingine tuko na problem. So I know sometimes we have problem. Sometimes tukiomba, sometimes when we are praying, tunasikia tunachoka. And we feel tired. Sometimes tukitafuta, and sometimes when we are searching, tunasikia ya kwamba tunachoka. And we get disappointed. Sometimes tukipisha, and sometimes when we are knocking, tunasema tunasikia tunachoka. And we felt we are tired. Nataka tuombe Mungu atupe nguvu. So we are praying here to ask for strength. Mungu atuongoze na Roho, atusaidie na Roho Mtakatifu. We can seek the Holy Spirit power. Hallelujah. Amen. Sasa moyo uko na vitu yenye uko natafuta na unaona havikufika, unasema acha niachane nayo. Because when you have things you are looking for and you want to get it and it doesn't arrive, you get disappointed. Watu mingi iko na project lakini zinakufia munjia juu kosa kuandire. Many people they have a project but because they are no patient, patiently waiting, they get tired. Hallelujah. Amen. Ndio maana Trump alisema ukifanya deal na Wakongole na watu weusi, mwaka mmoja tu kama business yake haikufika, anaquit. That's why Trump say when you are dealing with black people, if it take longer, they get disappointed. Hallelujah. Amen. Lakini si ya Canada tunapanda mti ambaye itakayevunwa apese santa. But here in Canada we are planting tree that is going to be harvested after 5 years. Santa. 100 years. Hallelujah. Wow. Mwenye napanda hajipandie lakini anapandia wajukuu. So the person who is planting is not planting for himself but for grandkids. Hallelujah. Amen. Sababu mtu ambaye afikisha santa. Because even Papa Mtombo here he doesn't have 100 years. Lakini wenye wanapanda na wenye wanainvest mule ni watu washakuwa wakubwa wako na pesa, wanafanyia wajukuu yao. But people who are investing there, they're investing not because of them but because of grandchildren. Na kitu na sisi tunafanya hapa sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya watoto wetu. And the things we are doing here is not for ourselves but is for our children. Hallelujah. Na wajukuu yetu. Even for children of our children. Amen. Amen. Acha tuombe Mungu. So we are going to pray. Ili Bwana tusaidie.
Mungu atusaidie. So God can help us. Ile roho ya Bwana. So the Holy Spirit, Tusaidie katika mwaka huu. He can help us this year. Tuone mkono wa Bwana. We have to see the hand of God. Tuombe. We have to pray. Ili tupate kuwa karibu na Mungu. So we can be close to God. Saa zote. Every single time. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wetu. hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wetu. Tuombe. Baba, wewe ni Alfa na Omega, yaani wewe ni mwanzo na mwisho. Wewe ni mwanzo wa maisha yetu. Wewe ni mwanzo wa siku ya leo ambayo tunaanza naye kanisa hii ya leo. Mahali hapa Bwana, tunaenda kuanza na wewe. Tunaamini ya kwamba hautatuacha, utakuwa pamoja nasi. Utatusaidia pia watu wa kuomba, utatusaidia tukutafute Bwana katika usiku, katika mchana, tukutafute Mfalme, Baba wa rehema, Baba wa upendo, Baba wa majaa, Baba wa ushindi, Baba unayeonekana, Baba unatupa nguvu ya kupisha kwenda tunahubiri Injili mahali popote, ili tupate kuona mkono wako, Baba wa rehema, Baba wa upendo, Baba wa miujiza, Baba unastahili. Onekana kwa mama, onekana kwa baba, Baba onekana kwa watoto wetu. Asante Mfalme, asante Bwana, asante kiongozi, asante kwa yote, kwa kuwa unaendelea kuonekana. Asante wewe unaenda kutawala, asante wewe unaenda kujitukuza. Wewe ni Bwana wa Bwana, kiongozi wa maisha yetu, kiongozi wa nyumba zetu, kiongozi wa watoto wetu. Baba tunakualika, tunakuomba Mfalme, tunakuomba Bwana, tunakuomba Mtakatifu, tunakuomba Jehova Jire, tunakuomba Jehova Shama, kwa sababu tunaamini ya kwamba wewe ni Bwana, wewe ni kiongozi, wewe ni Jehova Jire, wewe ni Alfa na Omega. Hakuna Mungu kama wewe. Jina lako na uwezo, jina lako na ushindi. Baba tunaamini ya kwamba utatuacha kamwe. Asante kwa kila mmoja wetu. Asante kwa baba, asante kwa mama ambao ametupea nafasi ya kufika hapa. Tako takatifu